Binti, nadhani uhai wako upo mikononi mwako. Rudi ulikotoka. Anapokuja upepo unyamaza. Jina lake Yolanda. Amani iwe nanyi, walinzi wa himaya ya Ruamba. Mbuli. Hana Mboni binti Mbombo, mtoto wa marehemu mtabiri wa himaya ya Ruamba. Sasa ni dada Maguruka, mtabiri wa himaya ya Ruamba. Unatoka himayani. Himayani kufanya nini? Kaka, hii ndo asili yangu. Ninapoamka ni lazima nende nikaangalia wana himaya na himaya. Mboni, tuachane nayo. Ndani maji hakuna. Unaweza kuchukua mtungi wewe ndio kachote maji. Sawa kaka. Mage, wewe jihifadhi hapa kwa muda. Acha mimi kwanza nitoke niende huko nikaangalie mambo yanavyoendelea. Alafu kisha nitarudi kukufuata. Sawa? Hakikisha usitoke kwenda popote mpaka nitakaporudi. Nyasika, twende wote. Utaendaje huko peke yako? Hali ya kuwa hapa tumekuja wote. Mage, mimi ni simba jike. Siogopi lolote na wala siogopi chochote. Kila kitu kitakachokuja mbele yangu nitahakikisha na kikabiri. Nyasika, lakini kumbuka usalama wako huko mikononi mwangu. Utaondokaje peke yako? Mage, nisikilize mimi. Nimekwambia usitoke hapa mpaka nitakaporudi. Sijui umenielewa? Sawa. Mage, hakikisha uondoke mpaka nitakaporudi. Mbuli. Tana. Za nyumbani shemeji? Nyumbani salama. Naona upo kwenye matembezi. Nenda hapo mbele kidogo. Wewe ndo unaelekea kuwinda saizi? Shemeji, si unajua mjasiri haachi asili. Kuwinda mimi ni asili yangu. Sio kuwinda ndo asili yako. Shemeji wewe una uchu wewe. Kila saa unataka kula nyama. Sawa, asante kwa kuliona hilo. Lakini mimi na kuwinda ni kama na mtu ambaye ameasilika na pombe. Bila kupata pombe hawezi kuwa sawa. Sasa wewe ni kama mtu ambaye ameasilika na nyama. Usipopata nyama, una amani kabisa. Sawa. Lakini shemeji, kwani mimi kuoa kwenye familia yenu ndo tumekuwa maadui? Kwa nini shemeji unasema hivi? Unajua toka mimi ni muoe dada yako,
mambo yamekuwa tofauti kabisa. Mwanzo tulikuwa tunaishi vizuri, kushirikiana kulikuwa kuzuri, lakini sasa hivi hata kufika nyumbani hutaki. Shemeji. Yaani umenirusha leo basi nikajua kitu gani? Nyumbani shemeji mimi nitakuja. Sio si unajua mimi nyumbani nimebaki mwenyewe. Yaani nilipomwada Tama tu nimebaki mwenyewe, sina mtu wa kunisaidia kazi. Kama unavyojua kaka Kitola saizi yuko na mambo yake kibayo huko Ngomeni. Kwa nyumbani nakuwa mwenyewe, ndio maana nakuwa na mambo mengi. Kazi zinanizidia. Eti unakaribishwa masaa 24. Lakini pia nakualika nyumbani jioni ya leo, ama ukiwa na nafasi. Kuna kitoweo pale ili ukapate siku iweze kuwa vizuri. Uwe na safari njema shemeji. Upate nyama nyingi ili baadaye uje unipe nyingi. Usijali. Hata kama nisipopata, japo kukosa sio asili yangu kwenye mawindo. Pale nyumbani kipo kitoweo cha kutosha. Unaweza tukwenda kujipatia. Mimi tena na uchu wangu. Nitawahi mapema sana nichukue hiyo nyama. Jamani shemeji, ndio maana nakupenda. Haya, uwe na safari njema. Acha na mimi nielekee kwenye mawindo yangu. Jasika! Simama hapo hapo Jasika. Kula kwenda. Kibiriti, msijaribu kunisogelea. Hii ni amri ya chifu. Mkinisogelea nitawaua. Msijaribu kunisogelea kabisa. Simama Jasika, hii ni amri ya chifu. Mweke hapo mpumbavu. Hivi wewe unaupata wapi ujasiri wa kupinga utawala wangu? Maogo, sitakaa kuja kukuheshimu. Wewe ni kaka gani? Unajiita chifu gani mwenye lamba kiasi hiki? Akili yako iko sawa sawa kweli? Mimi ndio nimetawazwa kuwa chifu, na himaya nzima ya Ruamba inajua mimi ndiye chifu na ndiye mmiliki wa kila kitu hapa himayani. Chifu gani Maogo? Chifu ambaye usina kuunguruma. Unasemaje wewe? Unasikia nini? Utabaki kuwa chifu kwa wengine, lakini kwangu mimi utabaki kuwa Maogo tu. Acha! Yolanda. Maogo, unapata wapi ujasiri wa kumpiga mwanamke? Maana sheria ya Rwande na ya Ruamba zote zinafanana. Mwanaume hawezi kumpiga mwanamke. Na ukiwa kama chifu, unapata wapi ujasiri wa kumpiga mwanamke? Wewe ni chifu Maogo. Usifanye yote hayo.
Kama unamfanyia hivyo mdogo wako, Wanaimaya je, watakuchukuliaje? Sikutegemea uwepo wako na haukunipa taarifa yoyote. Nimeweka walinzi kwenye kila pembe ya himaya, hakuna mtu kuingia wala kutoka. Umesubutuje kuingia? Maogo, himaya yako ya Ruamba ni kubwa sana. Tafuta walinzi wenye akili na wenye nguvu pia. Nyasika binti Chifu, wewe ni mwanamke na siku zote utabaki kuwa mwanamke. Usipingane na kaka yako, maana huwezi kubadilisha hii yatima. Hongera kwa kuwa chifu. Asante sana Yolanda. Asante sana kwa zawadi yako Yolanda, binti Mwanaji. Karibu sana kwenye himaya ya Ruamba. Asante Maogo, chifu wa himaya ya Ruamba. Unajua ni binti mzuri sana. Macho yako, midomo yako, taswira yako inajeleza kuwa ni mzuri sana. Kikweli mimi ni shabiki yako. Napendaga sana yale mashairi yako unayoimbaga. Biriti, asante kwa kuwa shabiki yangu. Hiyo inanifanya nijisikie vizuri sana. Na nikuahidi tu, nitajitahidi kuandika mashairi mazuri kwa ajili ya himaya yetu ya Ruamba. Nilikuwa nakuomba kwenye sherehe za mavuno uandae wimbo mzuri uimbe kwa ajili yangu. Biriti, kwa nini kwa ajili yako? Sio kwa ajili ya watu wote. Poza, kiukweli unavyokujaga pale kwa kaka yako mlezi mkuu Kitola, kiukweli nafsi yangu huwa nahisi kama inawaka moto. Yaani kukutizama hivi kiukweli unanivutia sana. Yaani uzuri wako ni kama jua la asubuhi linalowaka, linaambatana na upepo mwanana. Tabasamu lako basi huwa linanivutia sana. Kiukweli Mboza, mimi nilikuwa nahitaji niwe mume wako. Nahitaji nikuoe. Kiberiti, mimi ni Mboza, mdogo wake mlinzi mkuu Kitola. Hivi unafikiri kakaangu akifahamu utakuwa kwenye hali gani wewe? Mboza, ina maana ukiwa kama mdogo wake mlinzi mkuu Kitola hauruhusiwi kuolewa? Naruhusiwa, lakini kama mimi nitataka. Sawa. Ila kiukweli mimi natamani niwe mume wako. Tafadhali nifikirie hilo. Kiberiti, chunga ulimi wako. Kama nikimwambia kaka Kitola kuhusu hayo maneno yako, kichwa chako kitakuwa halali. Mboza binti wa maskini, sauti yake ni kama upepo wa asubuhi, anapomwona mbuzi ni moyo. Mboza, uko mbali lakini karibu, niko peke yangu lakini niko na wewe. Furaha yako ya ndani inanivuta kwangu pole pole. Niko mbali lakini karibu, niko peke yangu lakini nipo na wewe. Furaha yangu ya ndani inakuvuta kwangu pole pole. Kichwa changu? We. Kichwa changu na mapenzi ni bora mapenzi. Mboza, fanya utakavyofanya, lazima uwe mke wangu. Nacheza na upepo
chini roho juu, malimba yanalia. Shangazi, mbona binamu yangu Maogo ana hasira sana? Leo wakati nimefika, nimemkuta akitaka kumchoma mkuki wa tumbo Nyasika. Huyu Maogo huyu. Isingekuwa mimi, ungemkuta Nyasika amesha kufa. Yolanda binti yangu, binti wa kaka yangu kipenzi, mtawala wa himaya ya Lwande, nashukuru sana kwa ujio wako. Ingekuwa sio wewe, Nyasika angesha kufa. Ila nashukuru sana kwa ujio wako, maana wewe ndio umefanya mwanangu awe hai. Asante sana binti yangu. Alafu shangazi, kwa nini usikae nao chini ukaongea nao? Tena asante sana binti yangu. Ila huyu binamu yako Nyasika anakuwaga na mdomo sana, ni anangebe na ana mbaya pia. Ila mwanangu, mimi nitajaribu kuongea naye, yatakuwa sawa tu binti yangu, wala hata usijali. Alafu shangazi, ongea na Nyasika, amheshimu kaka yake. Yaani tayari Nyasika ameshasahau kwa yule ni kaka yake. Achana na kuwa kaka yake, yule ni chifu wa hii himaya ya Luamba yote, lakini bado anamletea dharau. Fikiria mwanangu Yolanda, kitatokea nini hapo mbele yake? Maogo ana hasira sana mwanangu. Maana yeye ni mtoto wa kike, hawezi kukalia kiti. Hilo nalifahamu mwanangu, ile Nyasika halifahamu hilo. Anajua muda wote na yeye atakuja kukalia kiti. Sijui aliona mtoto wake akaenda kukalia kiti. Usijali binti yangu, mimi wale nitaongea nao wote. Nitaongea na mmoja mmoja. Nitaanza kuongea na Nyasika amheshimu kaka yake. Pia nitaenda kuongea na chifu mwanangu mkubwa Maogo, ambaye ndio binamu yako. Yataisha tu binti yangu. Shangazi, mimi huku nimekuja bila taarifa. Hamna mtu yeyote anayejua himaya ya Lwande, na sijamwambia mtu yeyote kama nakuja katika himaya ya Luamba. Na baba akituma ujumbe, mwambie wewe ndio umeniita. Yolanda binti Manadi, hata usijali kwa hilo. Hilo limeisha. Mimi akiniuliza, nitamwambia mimi ndio nimekuita. Sawa binti yangu. Mage, bila Yolanda binti Manaji, leo ndo ulikuwa mwisho wa maisha yangu. Mwisho wa maisha yako? Kivipi yani? Maogo alinyanyua mkuki na kutaka kunichoma. Ina maana Maogo alitaka kukuua wewe? Lakini Yolanda binti Manaji alipokuja, alimwambia aache kufanya hivyo, na aliacha kwa sababu Maogo anamsikiliza sana Yolanda, alafu pia anamwamini. Asingeweza kuniua mbele yake. Pole sana Nyasika kwa yote aliyokukuta. Lakini Nyasika, si nilikwambia twende wote, ukakataa na ukaondoka peke yako na mimi ukaniacha. Na unajua kabisa mimi ndo nina dhamana maisha yako. Mage, usingeweza kufanya chochote mbele ya Maogo. Unajua Maogo siku hizi amekuwa na roho mbaya sana. Kama mimi mdogo wake, tulizaliwa tumbo moja na mama yetu, alitaka kuniua. Unadhani wewe angeweza kukuacha? Niko tayari kufa kwa ajili yako. Chana. Amani iwe nawe binti chifu. Nawe pia mizimu ya Luamba ikubariki. Nimeitikia wito wako binti chifu. Nataka unisuke kidawa. Kuna safari muhimu sana nataka kwenda, na natakiwa kwenda nikiwa nimependeza. Sawa binti chifu. Sawa. Nyasika, hiyo safari ni ya wapi? Na mbona mimi sijui? Magi, hiyo safari hawezi kujua. Nitakwenda, lakini sijui kama nitarudi.
na hiyo safari wewe haikuhusu kabisa, inanuhusu mimi pamoja na mizimu ya Ruamba. Ruamba, damu ya chifu, moto wa madaraka, siri za kale zinaamka. Damu ya chifu inalia usiku, moto wa tamaa. Binamu yangu Maogo, mbona umekuja kukaa huku na unaonekana una mawazo mazito sana? Yolanda binti chifu, itazame himaya ya Ruamba inavyong'ala na kupendeza. Siku moja mama yangu aliwahi kuniambia anatamani watu wa himaya walale na kuamka chini ya amri yangu. Lakini kwa sasa watu wa himaya ya Ruamba hawaniamini tena. Walio wengi wanaamini siwezi kuendelea kukalia kiti cha uchifu. Hapana Maogo, simba wa kweli hawezi kuacha msitu wake kwa sababu ya kelele za nyani. Yolanda binti chifu, chifu wa himaya ya Rwande, ni kweli unayoyasema, lakini vipi kama nguvu zangu hazitoshi kuwafanya waniheshimu? Wewe ndiye chifu na utabaki kuwa chifu. Ndiyo, mimi Maogo yahogolwa na wago siwavele wakeza wabwira yasiri ndiye ninastahili kuwa chifu wa himaya ya Ruamba, na nyakati zote napaswa kuunguruma kama simba mwituni. Haswa kama kuna njia moja imefungwa, kuna nyingine ya kufanya. Yolanda binti Manaji, mtoto wa chifu wa himaya ya Rwanda, mbona kama unanifungafunga? Inaonekana kuna mambo mengi sana unayajua tofauti na yale ninayofahamu. Njia gani hiyo binamu yangu? Nilisikia wazee wa zamani wakisema kuna fimbo ya siri imefichwa msituni. Fimbo? Fimbo gani tena? Damu ya chifu inalia usiku. Yaani wewe mwanaume nimekuchoka. Kwa nini mwanaume gani? Jamani. Shida nini tena? Si huyu mume wangu. Yaani jana kauza iliki na kokoa. Tena nyingi tu. Leo namwambia mume wangu nina shida hela mafuta, ananiambia sina hela. Anataka mimi nikapate wapi? Kaka, tatizo nini? Tatizo sijalipwa kaka. Kwani umeuzia wapi? Kuna jamaa hapo mbele kaja kapima mzigo, ameniambia pesa kesho kutwa. Kaka, mtaibiwa mpaka lini? Mbona jibu ni rahisi tu? Sasa hivi viungo vyote tunamuuzia Dogoli viungo. Yeye ndio tajiri wa kununua viungo. Yaani kokoa, iliki, mdalasini, pilipili manga na karafuu. Na kama kuna vingine ananunua pia. Afadhali shemeji. Maana huyu mume wangu kila siku namwambia atafute mteja wa uhakika, yeye ana kazi kuuzia vibaka wa mtaani. Ndugu yangu, huyo mtu anapatikana wapi? Mbona ni rahisi. Anapatikana hapa hapa Tuliani kwa Mapate pale. Au unaweza kumpigia simu namba 0622441966. Damu ya chifu, damu ya chifu, kila mmoja tatawala nami. Damu ya chifu. Chifu mkubwa analinda enzi, lakini kivulini usaliti wa malkia. Vikao vya